You are the boss. I don't ask for permission to do. Wakati namwambia Bwana asifiwe na anasema amen papa. Nasema yule mtu wa kukandwa anajua niko na msichana kwa gari. That is a testimony kind of. Yeah. What we are saying is that even in your workplace, you can use that workplace to be a pulpit. Yes. You are teaching and you are telling the children about Jesus. So Paul realized that he can share God even in working. So he was telling Timothy, usifikiri ukiwa na microphone na watu wakianguka ndio injili inaanguka, lakini pia kwa upendo mkiendelea kuongea, ukishonea mtu hema, unaweza kumwambia vile hii mwili ni hema na siku moja itaondolewa. Na huku ndani ndio Mungu ameweka treasure yake. So you can use your trade to talk about Jesus. That is the reason why they set camp ya kutengeneza hema. Would it have been better if they preached full time? Maybe yes, maybe no. A disciple needs to know that the gospel can be presented in many more ways than one, than direct proclamation. Hata leo hivi watu wa kanisa la Victory mwanze kuelewa kwamba sio microphone peke yake itafanya injili iendelee. Yes. Unaweza tena kuiendeleza in a casual way katika kufanya kazi. Mnakumbuka niliwaambia kuhusu Rabbi called Jehuda who said, he who does not teach his son a trade, he has as much taught him to be a thief. Hamjasikia? Yeye ambaye amfundishi mtoto wake kufanya kazi ni kama amemfundisha indirectly. Yeye ambaye amfundishi mwanake kazi ya mikono amemfundisha kuwa mwizi. If you have a girl at home, did you know? Tulienda tukapewa COVID. Ikaumiza mke wangu. Yeye nguvu zinamuishia, mimi ninawezana na hiyo COVID. Haijanilalisha. Leo ninasikia kwa miguu usiku ni kama kitu inaninyonya, lakini hiyo naambia nyonya, hiyo ni miguu, roho iko sawa. Unajua Jairi ametupikia, anatengeneza chapati, anatupikia ugali mpaka inaiva, mpaka ninasema huyu msichana nimpatie zawadi, lakini nagundua si ni mimi na prepare for future. Bwana yake akuje kukula ugali mzuri. Hii anahitaji zawadi, hii anahitaji tu kupongezwa ya you have done well na hakuna zawadi nyingine. Wacha kufanya msichana wako anafika 14 years ajui kujioshea nguo ya ndani. Ajui kufanya kuosha meno. Anaosha meno namna hii hawezi kuosha kwenda juu na chini. Uangalie ka kijana kangu vile kanaoga mikono ninafurahia. Ukikuwa na singe kwa sinki nyuma yako utangojea kidogo. Anaoza, alafu anakuja anafanya kutoka nyuma namna hii. Ninasema hii si kumfundisha, lakini yeyote aliyemfundisha alifanya vizuri. Ukifundisha mtoto akiwa mdogo, Biblia inasema hata sahau akiwa mkubwa. Let us take advantage of these children. Let us tell them to memorize scriptures. So that we can give them a gift. Ukishika mistari mbili wiki hii, you will get a sweet. Kwa nini tunawapatia sweet kwa kufanya vizuri kwa mitihani, lakini hatuwapembelezi wasome neno? Let us train people well when they are young. Sasa inaenda, lakini wacha niwaambie Gamalieli, mwalimu wa Paulo alisemaje? Mwalimu wa Paulo alisema hivi, he who has a craft in his hands, unto what shall he be like? He is like a vineyard that is well fenced. In other words, it is a good insurance when you have a fall part. Kama uko na kitu ya kufanya wakati ile ingine imekwama, utakuwa na ingine ya kukimbilia. Jifundishe kushona vitu wakati you are free. You may think like you are doing a pastime thing. Kumbe it is something that can help you when you will miss a job. Tent making was like Jesus when he washed his disciples their feet. Okay. Walimuuliza kwa nini unatuosha hivi? Akawaambia na nyinyi nenda mfanye vivyo. Kama kuna njia unaweza connect na watu wenu. Juzi nimeenda kwa kanisa ya kijana, huyu alikuja akalala kwangu, alikuwa naomba saa 7 na amenipembeleza miaka nyingi niende kwa kanisa yake. Nikaenda kule na alinilinda vizuri. Niliwekewa ndizi karibu 4. Ile inaitwa ng'ombe kwetu. Ilijaa kwa gari mpaka nikaichukulia ingine mama yangu, ingine nikachukua kwetu. Huyu kijana akasema kitu moja hawezi nisahau, when we were beginning a church in Nyamira.
na tukakosa pesa ya kulima choo. Nikawaambia nililima choo Bible school. Na hiyo wakati niko missionary, I went and we joined up with those guys kulima choo. Na hiyo experience kuliko ile maneno niliwahubiria haijawahi watoka. Alisema kwa kanisa. Alisema huyu pastor mkinionanga nikifanya fence hapa kwa kanisa, he taught me kwamba you can work with your hands. Ambia hao wachungaji ambao wanabadilisha koo wakiongea kwamba pia wabadilishe mikono na nguo wafanye kazi. Ukweli. Na si wasengenyi. Yes. Kwa nini koo ibadilike lakini mikono isibadilike? Let them also work with their hands. It was sharing, yani ukifanya kazi ni kushare in everydayness life of people. When you come here and you work with fundis, you connect with them more than when you connect when you have a microphone. The variety of the disciples must be the Timothy at the end of the day was excited about the people that came to Christ. Who were they? Wacha tuwasome tukimalizia. The Bible says in verse what? In verse 4. Some Jews who were persuaded. So there were Jews who came to the Lord. And also a large number of God-fearing Greeks, and not a few prominent women. The next statement will be this. But the Jews were jealousy. So we are going to talk about trouble as we finish. Trouble was on the way coming. Why was trouble coming? I started thinking, when you come to church, what are we expecting from you? Are we only expecting your money, or we are expecting that you go to heaven? When people call us to go for a meeting, kule Makinaya district, what is their expectations? Is it money, or they want to improve us so that we can minister to people well? Mungu na atuhurumie. Mungu na atuhurumie. Vile Paulo alisema kwa kitabu cha Wakorintho, kama matarajio yetu ni ya maisha haya peke yake, kama matarajio yetu ni ya hii pesa ambayo imeandikwa kichwa sijui ni ya Kibaki, saa hii imeandikwa wanyama wa mwituni, if our expectations is only money, sometimes I feel like I should cry, because watu wengine wamekufa kama Saitoti wakiwa na pesa kwa briefcase. Uliona ndege inaanguka na pesa ilikuwa inaenda mchango kule Homa Bay inatapaka. Let me tell you, money cannot save us. Yes. And if our hope is that we come to church so that we can get money, of course we will get money. Paul says, and even Jesus says, tutapata. But our first responsibility should be that we may see God. You see hawa watu jealousy yao ina arise not because watu wamejua Mungu, ina arise kwa sababu pesa imepungua. Hey. Ina arise kwamba watu wamepata ukweli na wamesema kwa nini tuende kwa kanisa ambayo haina ukweli, ambayo watu wanazungumza kuhusu wengine, wacha tuende kwa kanisa inazungumza kuhusu Mungu. Jealousy arose. Brethren, I will ask you to check your hearts. Wewe ni mmoja wa wale unasikia mbaya kwamba mtu ameendelea? Deal with the spirit of jealousy. Wewe ni yule mtu ukisikia mtu amesonga mbele? Let me tell you something that happened that almost told me ya kwamba Mungu asipookoa ili kanisa, wachungaji wengi tutakuwa jehanamu. Nikaalika mchungaji mwingine akuje, tulikuwa na Thanksgiving party ya msichana. Kumbe vile ninaalika huyu pastor, wako na pastor mwingine rafiki yao. Nilimtumia message. Akaambia rafiki yako, ati unaona hii Washington ananiandikia message. Huyu ni mtu mmoja sasa anataka kutuonesha madharau na kutuambia kwamba mtoto yake amepita. Na mimi wangu amepata 298. Alafu niende ku celebrate mtu wako na 425. I will not go, atagawa kesho sina kitu ya kufanya. Afadhali niende kutengeneza gari. Na huyo pastor ananiambia, pastor, I will see whether I am coming. Imagine anaambia huyu kitu kingine na ananiambia I am coming. Mwisho hakukuja. Ndio nikauliza huyo pastor rafiki yangu kutoka Kimilili, finally you didn't come and you were kissing. Akaniambia, pastor, watu wako na roho chafu.
Hey. Tulienda kwa garage na hakuna kitu inafanywa kwa garage. Anasema angalia miguu, angalia nini. Wakati saa ilikwisha, ndiye akaniambia sasa tunaweza aenda kwetu. Singeenda kwa Washington. Nikaambia huyo pastor, mimi nimewahi ona mtu wa 278 akienda secondary akipata B. Akienda university akipata first class. Yes. Akienda actually huyo msichana sasa anafundisha Strathmore. And she is the youngest girl kupata PhD. Na alipata 278. Kasema kwa nini anaroga mtoto wake? Kwani tu 98 marks kidogo? Hata hii for something mtu huyo anaweza shindwa na mtu mwingine wa marks kidogo. Lakini roho ya jealousy inaona ingekuwa yangu na isingekuwa ya mwingine. Na watu wako kwa kanisa, we need to deal with that spirit. Unaona huyu utachiri wake ingekuwa yangu sio wake. Kuna wamama wengine walikuwa wanasalisha watoto wa Waisraeli, hawakuwa na watoto. The Bible says, lakini walipoona mtoto na wako na instructions waue, walisema we have not, even though we do not have children of our own. This is a gift from God. They appreciated the gift of God. And finally, what does the Bible say? God gave them the children of their own. Hallelujah. The best way to get a gift from God is to respect the gift that God has given to somebody else. Fika mahali useme mwenzangu ameinuliwa, Jehova uinuliwe. Hata uende kwa maombi ya kuomba na kufunga na kusema I give you glory God. Kwa sababu umefanyia mwingine na mimi utaweza kunifanyia. Nataka hii kanisa iumize na kuua roho ya jealousy. Yes. Na kwa nyumba yenu, hata kijana wenu mdogo akuwe ndiye Mungu amemuinua, mcelebrate. Hata ikuwe ni yule wa katikati, celebrate that. Yes. Kwa sababu at the end of the day, ni vyema kukuwa na ndugu ambaye ameinuliwa kuliko jirani. Hey. Amen. Majamaa bwana wakafurusha. Biblia inasema aje? Wakaenda kwa nyumba ya Jason wakapata bahati nzuri. Roho alikuwa ameambia Paulo wameenda maombi mahali haijulikani. Wakavuruta Jason na vijana wengine wa nyumba yake na kuwaleta na kuwekea mashtaka mabaya. Hao watu welcome watu ambao wanageuza mambo, watu ambao wanasema kuhusu Yesu mwingine kuliko Caesar. Na kwa sababu ya situation ya Claudia, nani unaweza Felix kukumbuka, there was a situation in Rome. Na tutakuja kuisoma later on tukiendelea. Wayahudi walikuwa wamefukuzwa Rumi, na hawa ni Wayahudi ambao wameleta injili ile ilifukuzwa kule Italy. Hata hao watu hawako investigate, walisema na waende. Wakaambia Jason kwamba usiku wa leo ambia hao majamaa wafanye namna gani? Waende. Jealousy inaweza maliza kijiji. Kijiji iko na jealousy, iko na uchawi. Familia ambayo inaangaliana na jealousy ni rahisi sana watu kuwekeana so kill the spirit of jealousy. Mtu akiendelea celebrate God. Mtu akikuwa na shida shikana na yeye. Msaidiane shida yake ikuwe kidogo. By the way, ndugu yetu Oscar amepoteza grandmother wake. Hatuna policy ya kusaidia mtu akipoteza grandfather. But I called him and I told him, my brother, I am sorry for what has happened. And I had some 1,000. Nikamwambia ndugu, inaweza kukusaidia for fair. I also called Paris. Paris amepoteza mtoto wa dada yake. Inaniumiza. Those simjui, lakini najua Paris. Na nikasema huyu mtu anaweza travel. Nikasema Mungu akinisaidia hata nipate 200, nitampatia. Kwa nini mtu afurahie kwamba mtu amepatwa na shida? Have you ever seen people celebrating kwa sababu mtu ako na shida? Au watu ni waroho? Au watu ni wachawi? Nataka nimalizie hapo. Si tulikuwa tunajikumbusha where we were last time. Yes. Next week we can do better. Wow. Yes. So majamaa wakafukuzwa. Even as they were going, Paul later on says he was distressed. We will talk about that. I wish those people knew what they were doing in the life of the servant of God. Don't allow the servant of God to go out of your way distressed. Unaweza furahia, but that one will catch up with you one day. I am not saying that to scare you. If I am on the wrong pastor, it is good that I am told. But again, there is some respect. There is some honor to God. We can talk to God and tell God, how can we go about this?
in a way that will give you honor. Jealousy is a bad disease. Wacha nisome tena msikie tukimaliza. But Jews were jealousy. Angalia vile jealousy ina drive watu. They rounded up some bad characters. Jealousy inaweza kuenda kutafuta machambazi. They rounded up some bad characters, wakawapatia pesa. Kuja mtusaidie kibarua hapa. Ya kufukuza the righteous men of God. Hey. Ya kufukuza a prophet like Cyrus. Hey. Ya kufukuza kamtoto kengine kakona 20 years kanaitwa Timothy. So Timothy, what are you learning here? Jealousy can destroy your church. Jealousy can make people meet until night. Hey. Wakikunywa strong tea na kahawa. Waongee Pastor Momani, Pastor Isaiah. Na hili kipira ameleta tumbo kidogo na ana bibi. Sasa jealousy. Hata ili ukae miaka 20 bila bibi, mimi sitastuka. Si vitu yote ni yako. Ako self contained, anibebe chochote. Nataka. Ndio akipata bibi mwaka huu, I will celebrate. Amen. Kumbe, that is why Paul could tell the church, let people mind their own business. Kama yako imekushinda utaweza ya Momani. Yako unapata hasara, unafikiria utapata faida yako. May the Lord help us. Father, we pray that in the name of Jesus, you will continue speaking to us. You will continue pruning us, like you say, the branch that bears fruit. You prune it for purposes of making it more fruitful. One thing we pray this morning as a church is that we may be fruitful. We may be fruitful in the vineyard. We may be fruitful in our families. We may be fruitful in all that we do, and particularly in spiritual lives, we may be fruitful. Thank you for teaching us that tent making is also a way of preaching. Thank you also for teaching us that jealousy can make us become even more evil. If there is any spirit of jealousy within us, I pray that you will dismantle it. I pray that you will pluck it out. I pray that you will uproot it in the mighty name of Jesus. I give you glory, my God, for blessing us as a church. And we receive your blessings, and we pray that you may bless many more like you have blessed us. Thank you for everybody that attended these teachings. I now pray for those of us who may be going, like our sister Millicent and our sister Judith. I pray that wherever they are going, they will receive the blessings of God. Wherever they are going, they will know that the Lord loves them. They will reap the benefits of God, even in this day and the days that are ahead of them. I pray for their families. I pray for their needs, because they have needs that they are waiting upon you to fulfill. And now I release a miracle into their lives, and they will give a testimony one day that we received it as a man of God proclaimed it from the altar. So they received the blessings of victory, because through the week there are servants of God that have been praying here. Let them be partakers of every proclamation and declaration that was made here. In the name of Jesus, bless those who are away from us but are associated with us. Give them grace and favor, for you alone is God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.